wetu wa dini. Sasa pale bungeni kuna bajeti inaendelea ya Wizara ya TAMISEMI na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa imempendeza kuwaalika viongozi wote wa chama wakiwemo wenyeviti wa CCM wa mkoa yote Tanzania nzima na makatibu na waneki wote wako Dodoma, wanaendelea na wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya TAMISEMI. Kwa hiyo na wao wamelipwa kule. Kwa mwenyekiti wa mkoa amempendeza pia kusema kwamba sababu nilikuwa na mwaliko wa wilaya kama mmoja viongozi wa siasa, lakini na mwenyekiti wa mkoa akasema basi na mimi salamu zangu utazitoa hapa. Ndugu zangu, mimi nipende kuwapongeza sana viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kuendelea kuwaweka Watanzania pamoja. Kazi mnayoifanya inaweza isionekane kwa macho kwa baadhi ya watu ambao hawapendi kuona, lakini ni dhahiri tosha kwamba taifa lolote lililoendelea duniani lazima kwanza wamtangulize Mungu mbele, na pale viongozi wa dini wanaposhikamana na kuwa kitu kimoja ndipo taifa linapokuwa imara zaidi na kuendelea kufanya kazi zake na maendeleo yataonekana. Lakini tunapofika katika mataifa mbalimbali ambayo yameteteleka kwenye misingi ya dini, basi unakuta taifa hayo mara nyingi hayana ustawi wa kitaifa. Unakuta machafuko yameendelea, na sisi ni mashahidi. Kwa hapa Afrika tumeona Kongo imekuwepo kwa muda mrefu kwamba machafuko yanaendelea. Tumeshuhudia pale Rwanda mwaka 94 machafuko makubwa yalitokea, wananchi kwa wananchi wakachinjana, lakini tunaona maeneo mbalimbali kipo Burkina Faso, Nigeria, maeneo mbalimbali unaona kabisa kwamba utulivu wa nchi zao umeshindikana, watu wameshindwa kuvumiliana. Na hilo linakwenda moja kwa moja mpaka kuvunja amani na kuchinjana. Lakini wanaochinjana sio watu wengine, ni watu wa jamii ile ile, ni watu wanaofahamiana na ni watu ambao wanajuana. Lakini kwa maslahi binafsi mtu anasema hapana, bora tukachinjane, bora tukamwage damu. Na mambo haya yameendelea kwa muda mwingi. Tumeona pale Libya, nchi ilikuwa imeimarika, nchi iko salama, watu wanafanya kazi zao, na ilikuwa ni moja ya nchi tajiri Afrika, lakini wamechinjana, wameuana, na sasa hivi nchi ya Libya imeisha. Hakuna kinachoendelea pale. Sasa wale ni Waislamu. Sisi bwana ni wa ukanda wa kaskazini, wale ni wa kanda ya ziwa. Sisi bwana ni wa Zanzibari, hawa ni wa Tanganyika. Ndugu zanguni, hatuwezi kurudi tulikotoka. Tumewaona wenzetu wamevurugana na kuvunja amani kwa sababu ya mambo hayo ya mgawanyiko. Na baba wa taifa aliwahi kutuasa kwamba mtu yeyote anayekuja kwa misingi ya kutugawanya, mtu huyo tumuogope kama ukoma. Na mimi rai yangu kwa viongozi wa dini, endeleeni kuonya pale mnapoona kuna watu wanataka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukanda, misingi ya kidini au misingi ya Uzanzibari na Utanganyika. Watu hao tuwakemee kwa nguvu zetu zote, kwa sababu hata neno Tanganyika sisi hatukulitengeneza, liletwa na wazungu. Kwani nani anajua Tanganyika maana yake ni nini? Lakini leo nani anajua labda Zanzibar ilikuwa maana yake ni nini? Sasa leo tuna taifa moja linaitwa Tanzania. Kwa nini tusiwe proud na jina letu Tanzania ambalo tumelitengeneza sisi wenyewe?